wasanii wengi huwa wanajisahau wakishakuwa kwenye nafasi ya kuwa star. Kuna vitu ambavyo wanahisi wakifanya labda watashusha brandi. Kwa nafikiri Diamond kama kioo cha jamii, msanii mkubwa, nafikiri amefanya kitu kikubwa sana na ninampongeza sana kwa sababu atakuwa ameonyesha mfano kwa wale watu ambao wanaona kwamba labda kuuza sabuni ni kushusha brandi. Mimi nakumbuka kuna mtu mmoja alinishangaa sana wakati mimi nauza sabuni, nauza vitenge, nauza magauni. Kwa hiyo akasema kwamba yani huyu superstar mkubwa alitakiwa awe na mall, awe na vitu vikubwa, brandi kubwa, lakini nataka nikwambie kwamba kitu kimoja alichokifanya Diamond ni kitu kikubwa sana 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 sana. Lakini pia iwe mfano wa kuigwa kwa watu wengine. Unapokuwa unatengeneza jina lako, kumbuka kwamba kuna watu ambao wanakufuata nyuma. Kwa hiyo kama kuna watu ambao wanakufuata nyuma, basi make sure tengeneza kitu, jiongeze kwa kutengeneza kitu ambacho wataendelea kukusapoti hata kama ukishakuwa umeshuka kimuziki au wherever. Kwa hiyo mimi nimpongeze na ni kitu kikubwa sana. Na of course nitakuwa wakala mkubwa sana wa hizo sabuni kwa sababu ndo kazi yangu, ndo shughuli yangu. Kwa hiyo strategy na nini tutazipanga pale na kuweza kusupport kwa sababu amekuwa akinisupport vitu vingi na mimi nitasupport kwenye hilo kuwa wakala wa kuuza sabuni hizo za kunani. Lakini pia game ya sabuni za kufua, za kuosha vyombo, hiyo game sio kubwa sana, haina mapana makubwa sana kama, yani haina competition. Kwa hiyo amefanya kitu kikubwa na nafikiri kitakuwa kikubwa zaidi. Wewe ni mmoja kati ya wanawake wenye experience sana kwenye biashara na hususan biashara ya sabuni, umefanya kwa muda mrefu na tumeona ukubwa wako kwa jinsi ambavyo unaendelea kuperform vizuri kwenye biashara yako. Yes. Unadhani Diamond apate njia gani ili kufikia malengo na faida kwenye biashara yake? Sasa tumeona baadhi ya biashara ambazo alikuwa amezianzisha kama karanga na perfume ilikwenda kudedi, yani kwa maana ya kufa. Nafikiri unajua sio kila mtu anajua biashara na mimi ni Mchaga. Mimi nimezaliwa kwenye biashara. Wazazi wangu wameuza sabuni, wameuza viatu, wameuza mitumba, wameuza genge. Kwa hiyo mimi nimekuwa naona biashara zinazofeli, naona biashara zinazokuwa. Kwa hiyo ninafikiri yeye kama amesimama sana kwenye muziki na amekuwa mkubwa kwenye muziki, kwenye upande wa sabuni yeye asimame kama kivuli, aandae timu nyuma ambayo inajua biashara vizuri. Strategy ya biashara hizi huwa zinalenga watu wa bei ya chini sana, yani aweke reasonable price ambayo kila Mtanzania anaweza kuafford, na wateja wetu sisi ni wateja wa chini. Kwa hiyo atafute ni jinsi gani ya kuweza kushusha bei, yani bei iwe sijajua bei yake, lakini bei iwe ya chini ili kila mmoja aweze kununua, lakini pia kuzingatia ubora na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nafikiri aandae tu timu ambayo inaweza biashara, ili biashara isifeli ni lazima uwe na timu kama wewe sio mfanyabiashara kwenye upande wa bidhaa. Hongereni pia wasanii, sasa hivi tumeona biashara ndio zimekuwa nyingi sana. Kwa hiyo nimeona hata platforms zimezungumza kwamba sasa hivi wasanii wengi wamejikita kwenye biashara. Wengine kupitia sanaa na biashara, kuna mlingano gani katikati? Mimi nafikiri sanaa ni kitu ambacho kimetufanya sisi tujulikane. Kwa mfano mimi sasa hivi niko location. Ni wiki ya 3 sasa niko location, naandaa kazi yangu, na series yangu ambayo niko naiandaa. Lakini leo nimesimamisha kwa sababu mimi ndo muhusika, kwa hiyo nimesimamisha kwa ajili ya kuja kumsupport Diamond. Kwa hiyo nafikiri tukiwa kwenye sanaa tunapewa majina na wafuasi wetu, si ndio? Kwa hiyo unapoingia kwenye biashara usisahau sana. Mimi nilijikita sana kwenye biashara kwa sababu niliona ndio inanipa faida, na nikaona kwamba wale maproducer hawanitendei haki. Kwa hiyo nikakaa chini, nikakuza mtaji wangu. Nilipokuza mtaji wangu ndipo nilipopata na mimi nimeingia location na nyanyua sasa wale ambao hawaitwi kwenye cast. Unajua kuna wasanii wengi sana wazuri sana, lakini wanaitwa wale wale, wanatumika wale wale, lakini unakuta kuna producer ana watu wake. Kwa hiyo najaribu kufanya kwamba mimi nilinyanyuliwa na mimi ninyanyue wengine. Kwa hiyo natengeneza kitu ambacho kitakuja kunyanyua watu wengi. Ni wambea? Hapana. Hapana, ni mimi na Aunty tu. Okay. Kwa ufupi nyinyi ni wasiri wewe na Aunty Ezekiel katika mambo ya wasanii? Hapana, umuongelee umbea.
za hapa, hata kama ni rafiki yake akaniweka ndani. Na mimi siko tayari kwenda ndani jamani, na watoto wangu wadogo wale wawili. Ni kweli. Kwa hiyo siko tayari kwenda ndani. Ila hongera Wolpa, wasanii wengi huwa hawajifront kusema, lakini unahusika pakubwa sana kuwasaidia. Yaani wasanii utasikia Wolpa alihusika. Yaani unasema Wolpa amehusika. Lakini sio wewe kuja front kuzungumza na hiyo huja baadaye, yani kwamba mtu utakuja utamuuliza kitu fulani baadaye atakuja atasema sio wakati ambao yeye amepitia tatizo na wewe umeweka mkono wako pale. Nikwambie kitu. Mimi nafuturisha kuanzia siku ya kwanza mpaka leo. Mashaallah. Watu 250. Mashaallah. Natoa umeme kwenye misikiti 20. Ushakuona nimeposti? Hapana. Kwa hiyo anayeongea kwanza tumesikia leo. Yes, kwa hiyo anayeongea sana, wacha ongee. Umeelewa? Anayetaka kusaidia hazungumzi maidia. Anasaidia kimya, anakaa kimya. Kwa hiyo ni hivyo tu. Mimi sijahusika na yeye mwenyewe atakuja kutoka atasema nani kahusika na yeye ataongea kila kitu ukweli kuhusiana na kesi yake. Sawa. Mimi binafsi ni mtu ambaye navutiwa sana na interview zako na ambazo unazifanya. Nataka nijue unayakwepaje maswali ya wanahabari yenye mitego na kuhakikisha kwamba maisha yako yananyoka bila kuchafuliwa na wanahabari. Actually mimi ni msanii, nimekulia kwenye sanaa kuanzia 2007 mpaka sasa hivi ni miaka mingi sana. Kwa hiyo nafikiri ninajua kudili na nyinyi. Nawapenda sana. Asante sana. Yuko hapa pembeni. Alikuwa yule pale.